Habari mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV. Tupo katika kipindi cha Meza Hoja ambapo tutaenda kuzungumzia mambo mbalimbali. Unavyoona mkono wangu wa kushoto, huyu ni msanii, yeye yupo katika swala zima la comedian na vitu kama hivyo. Tutazungumza mambo mbalimbali. Kama unavyojua wale watazamaji na wafuatiliaji wa mitandao ya kijamii, kwa Ngara tuna shughuli kubwa ambayo ni Ngara Talent Search, ambapo finali itakuwa tarehe 28 mwezi wa 6 2026 katika ukumbi wa Morant Hotel ulioko wilayani Ngara mkoani Kagera. Na hapa niko na msanii, tunaenda kuzungumzia mambo mbalimbali kuhusiana na vipaji, lakini pia na kipaji alichonacho. Kabla sijaendelea, nitaweza kumtambulisha. Mimi ni Ayub Amos. Katika kipindi hiki utakuwa nami mwanzo hadi mwisho. Wewe ni msanii, karibu. Kwa majina unaitwa nani, lakini pia AKA yako unayoitumia katika swala zima la usanii unaweza kutuambia? Karibu. Majina yangu kamili ni Eliesh Benedicto, lakini majina ya usanii ni Macho. Nilipendelea kuniita Macho kwa sababu kama unapoona. Tutazungumza mambo mbalimbali kuhusiana na usanii. Tunaona umeamua kuchukua ama tasnia ya usanii, umeamua kuwa msanii. Kipi kilikusukuma kuwa msanii? Kwanza kabisa kilichonisukuma ni kujulikana, kama unavyoona mtu anakujua, anakuwa nakutambua, mambo kama hayo, lakini pia na kipaji kukiendeleza. Naona katika ni Wahusika Entertainment tumeona wewe unapenda swala zima la umbea. Umebezi sana kwenye kategori ya umbea. Kwa nini umebezi kwenye kategori ya umbea? Kama wewe mwenyewe nahisi utakuwa unajua, na wengine wanajua. Yaani umbea, kubezi na umbea watu wanapenda sana. Kwa umbea ni kitu ambacho watu wanapenda sana, wanawake, lakini ndio sio wanawake tu. Siku hizi hata wakaka wanaume kwenye umbea wanapita. Kwamba hata wanaume wanapenda umbea. Kwa watu wengine wanakuambia kwamba umbea ni ubuyu, umbea ni sehemu ya maisha, lakini kukwepa ni vigumu. Tunaona unakuna bezi kwenye umbea. Lengo lako kubwa hasa ni lipi katika jamii? Lengo langu katika jamii kuna kuelewesha, kuna kuelekeza. Na jamii kama inakuwa inaelewa na yenyewe. Bwana, katika umbea yeye, kwa wale wanaofuatia Wahusika Entertainment, ni kwamba yeye mara nyingi anabezi kwenye umbea. Ukiangalia mwenzake wanamuita chao, lakini kwa kipindi hiki sasa hivi sipo naye, na yeye kwa muda mwingine tutaweza kufanya naye interview. Tunaona kuna kazi moja uliwahi kuifanya wewe na chao, ukimpa umbea, ama kwa lugha za mtaani zaidi wanasema ni ubuyu. Ubuyu. Watu wengine wanasema kwamba ni ubuyu. Tunaona ukizidi kuelimisha jamii, nini ushauri wako kwa vijana katika swala zima la vipaji na maendeleo ya taifa kiujumla? Katika vipaji sasa hivi kwa kweli naona vipaji vimeendelea. Japo wanakuwa wengine hawana wa kuviendeleza, lakini vipaji naona vimeendelea sasa hivi. Kwa hiyo nao shauri wenye vipaji vyao wanaweza kutafuta tu hata mtu wa kuwaendelezea vipaji. Na yenyewe kama hivi, kama mimi hapa. Mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV, na huyu katika jina lake la usanii wanakuambia ni Macho. Sister Macho anakuambia kwamba wale vijana wenye vipaji basi waviendeleza, watafute watu wa kuendeleza, kwa maana ya wadhamini na vitu kama hivyo, na kushirikiana na watu wengine. Mchongo mzima ni Ngara Talent Search, ambapo finali ni tarehe 28 mwezi wa 6 2026 chini ya mwendeshaji kabisa MC Oswald Brand.
Leo hii umepata fursa ya kuzungumza na Dar es Salaam Tanzanite TV. Nini ushauri wako kwa vijana ambao bado wanapambania ndoto zao katika ushindani wa Ngara Talent Search hapo tarehe 28 mwezi wa 6 2026? Ushauri wangu mimi naona waendelee kupambana, hata asiposhinda mwaka huu huenda mwaka mwingine akashinda au akapambana akawa wasanii wakubwa. Kwa wasikate tamaa. Wasikate tamaa. Sawa sawa. Waendelee kwa kweli. Ujumbe leo ni kwamba kwa wale washindani 10 na wengine walioongezwa washindani 4 kwamba wazidi kupambana, wasikate tamaa. Hata kama msimu huu wasipopata, basi mwakani wajipange, waendeleze kipaji chao. Leo hii tunaona baadhi ya vijana siku 2-3 sasa hivi pressure ni kubwa, kwa maana wanakaribia kuingia finali. Kipi cha kuwashauri hawa ambao tayari wapo sasa hivi walipo wako wanafanya mazoezi kwa ajili ya ushindani wa finali hiyo tarehe 28 mwezi wa 6 2026 katika ukumbi wa Morand Hotel hapo Ngara? Cha kuwashauri wapunguze pressure. Wapunguze pressure. Yaani wapunguze pressure, wasiwe na papara, mambo yataenda sawa. Kwa sababu unajua ukifanya kitu na pressure ile hai, yaani unajikuta kwanza umeshakosea. Umeshakosea. Kwa hiyo wapunguze pressure, yaani wawe kawaida yani. Sasa lakini mimi ila waongeze bidii. Waongeze bidii. Issue ya shindano sio jambo dogo. Miongoni mwa wasanii mmoja alifika jukwaani, ila anaanza kuchana mistari tupa, akawa amesahau, toka jukwaani anakimbia. Kwa hiyo ushauri ni kwamba ukifika pale upunguze pressure, urelax, piga kazi, fanya kile kilicho kupeleka. Na majaji tunamzungumzia Kanyesha Faustine, tunamzungumzia Tembo kutoka Radio Kwizera na majaji wengine. Nini ujumbe wako kwa majaji wa Ngara Talent Search 2026? Ujumbe wangu kwa majaji, niona yani waende na ukweli tu, wafuate vipaji vya watu. Hivyo. Sio kwamba ile yani wafuate vipaji, waangalie hii ukweli, anaweza kweli, hawezi huyu hamna. Ila tuna imani kubwa na majaji waliopo ni kwamba wanapiga kazi, wanazingatia vile vinavyotakiwa, performance na kila kitu, lakini cha msingi ni kuzidi kuwaombea. Ni watu wanaopiga kazi, wanajua muziki, wanazingatia vile vigezo ambavyo mtu anatakiwa perform live. Na hii ni Dar es Salaam Tanzanite TV, mimi ni Ayu Amos, lakini pembeni yangu upo na Sister Macho. Hilo ni jina la usanii, sio jina la ubatizo. La ubatizo Elias Benedict. Tunapoelekea mwishoni mwa kipindi hiki, nini ujumbe wako kwa wananchi na vijana walioko wilayani Ngara mkoani Kagera katika swala zima la vipaji? Ninawapenda. Naomba sapoti zao, wakipita kwenye komedi zangu wasisahau kucomment, kushare na kulike. Naitwa Sister Match, lakini katika swala zima la comedian yeye mara nyingi amebezi kwenye umbea mambo ya umbea, lakini wenzangu na mimi huko anakuambia ni ubuyu. Lakini cha kushangaza zaidi anakuambia siku hizi sio wanawake tu wanaopenda umbea, bali hata wanaume na vijana wanapenda umbea. Lakini umbea wake ni wa kuelimisha jamii, kusisimua na kutoa ujumbe ambao unatakiwa kutolewa katika jamii. Mimi ni Ayu Amos na hiki ni kipindi cha Meza ya Hoja. Usisahau kusubscribe, comment na kushare, na hii ni Dar es Salaam Tanzanite TV. Asante na karibu tena. Asante.